Naam, mtazamaji wa Anuari TV, karibu sana kwenye kipindi cha The Golden Boot, sehemu ambako tunakwenda kuangazia habari na uchambuzi kuelekea katika siku ya tamasha la Simba Day, ambako kwa siku ya kesho tamasha hilo litapambwa na mchezo wa kirafiki kati ya Simba dhidi ya Kenya Police kutokea huko nchini Kenya. Tunakwenda kuangazia mchezo huu kinagaubaga katika upande wa kiufundi, kitu gani ambacho mwalimu Steve Barker ataenda kukipata katika mchezo wa kesho ambao anakwenda kucheza na Police Kenya, ambao hawa kimsingi ni mabingwa wa ligi kuu soka nchini Kenya kwa msimu wa mwaka 2024 2025 wakiwa chini ya kocha Etienne Ndairagije. Kwa upande wa Simba, hii ni mechi ambayo haina faida kubwa sana kwa upande wao, licha ya kwamba ni mechi ambayo imekuwa ni kama vile kasumba kwa siku za hivi karibuni. Kwenye tamasha la Simba Day kumekuwa pia kunanogeshwa na mchezo wa kirafiki ambao mashabiki, wapenzi na wanachama wamekuwa wanautumia mchezo huo kwa lengo la kushuhudia nyota wao wapi ambao wamesajiliwa kwenye timu yao moja kwa moja. Lakini ni mechi ambazo mchezaji anaweza akaanzia kupata confidence na maandalizi mazuri kuelekea katika msimu unaokwenda kuanza, kama vile ambavyo ilikuwa kwa mtu kama vile Anderson Onana ambaye kwenye mechi kama hii ya Simba Day alifunga na alianza na gia kubwa, jambo ambalo kuwa linachangia katika upande wa mafanikio ya klabu moja kwa moja. Lakini pia katika upande wa mwenendo wa baadhi ya wachezaji ambao tayari tumekwisha washuhudia wakiwepo katika ile fomu ambayo klabu ya Simba pengine ndiyo ambayo ilipelekea kuweza kuwasajili, akiwemo mshambuliaji Ibrahim Dumbi ambaye kwenye mechi mbili za mwisho back to back ameweza kuscore. Kwa hiyo kwenye mechi kama hii, endapo mwalimu akampatia nafasi, huenda pia tukashuhudia akiwa anaendelea pale ambako aliishia na kumtengenezea mazingira mazuri ya kujiamini, lakini pia kwa kujiandaa vyema kuelekea mchezo wa ngao ya hisani ambayo klabu ya Simba itakwenda kuelekea mnamo Agosti 12 mwaka huu 2026. Lakini pia ni mchezo ambao mwalimu anaweza akapata testi ya ushindani wa hali ya juu, kwa sababu anakwenda kucompete na Kenya Police, miongoni mwa timu kutokea nchini Kenya. Kwa maana hii ni mechi ya kimataifa ya kirafiki ambayo mwalimu anapata testi kutokana na kile ambacho Police Kenya wako nacho, licha ya kwamba kwa msimu uliopita hawa Police Kenya kunako ligi kuu soka nchini Kenya walishika nafasi ya 3 wakiwa wana pointi zao 55. Tukumbuke kwamba bingwa wa ligi kuu soka nchini Kenya kwa msimu uliopita alikuwa ni Gor Mahia ambaye alitoa ubingwa, and then nafasi ya pili alikuwa ni FC Leopard, and then Kenya Police alishika nafasi ya 3 kwenye msimamo wa soka ligi kuu nchini Kenya. Kwa hiyo ni mechi ambayo kwa mwalimu Steve Barker anaweza akapata ushindani ule ambao utamjengea mazingira mazuri ya kuangalia kikosi chake eneo gani ambalo inabidi aboreshe kabla ya kuelekea katika msimu mpya, ambapo Simba tayari tumefahamu kwamba ameshamfahamu mpinzani wake katika mechi zile za awali za ligi ya mabingwa barani Afrika ambaye ni Mighty Wanderers kutokea huko nchini Malawi. Kwa upande wa Kenya Police, of course, hii ni mechi ambayo kwa upande wao inakwenda kuwatengenezea mazingira mazuri ya kuanza msimu mpya wa kimashindano kwa kile ambacho wanakwenda kukielekea, licha ya kwamba kwa msimu unaofuata Kenya Police haitakuwepo kwenye mashindano ya kimataifa, lakini pale ambako wanapata fursa ya kucheza mchezo wa kirafiki dhidi ya timu kama Simba, timu ambayo imesheheni nyota wa kimataifa ambao wana ubora mkubwa, nyota wa kimataifa ambao katika levels of competition wanaweza wakaipatia ile testi na ushindani ambao kwa upande wa mwalimu Nicholas Ndubi, kwa maana kocha mkuu wa timu ya Kenya Police, inaweza ikamjengea mazingira mazuri ya kuweza kuandaa mpango kazi wa timu yake kuelekea msimu ujao wa kimashindano kunako ligi kuu soka nchini Kenya, na kile ambacho amekuwepo nacho moja kwa moja. Tukumbuke kwamba hii Kenya Police ndio timu ambayo ilimtoa Mohamed Bajaber, kiungo wa zamani wa klabu ya Simba, raia wa Kenya ambaye kwa msimu uliopita aliitumikia klabu ya Simba, lakini majeraha ya hapa na pale ndiyo ambayo yalimfanya kutokuwa kwa kiwango bora. Lakini pia kumekuwa kuna mahusiano mazuri kwa siku za hivi karibuni kati ya Simba na Kenya Police. Tukumbuke kwamba Simba imeshawahi kumtoa kwa mkopo kiungo wao Awesu akaenda kule katika klabu ya Kenya Police, ambayo kwa msimu huu alirejea
licha ya kwamba klabu ya Simba ikatangaza kuweza kumwacha nyota huyo ambaye tayari amekwisha pata timu nyingine kunako ligi kusoka Tanzania bara. Kwa hiyo huu ni mchezo ambao kesho utakwenda kupamba tamasha la 18 la Simba Day katika historia, tamasha ambalo klabu ya Simba inakwenda kuadhimisha miaka 90 tangu kuanzishwa kwa klabu hiyo moja kwa moja. Jina langu ni Leopold John, sauti ya mvua. Nikushukuru kwa yeye ambaye umekuwa nami kwa siku ya leo. Hadi wakati mwingine, kwaheri kwa sasa.